michezo mwenzetu popote pale ulipo. Endelea pia kuselelea matangazo mazuri kweli kweli. Baada ya dakika 90 kutamatika, wekundu Msimbazi Simba pamoja na Yanga kutoka sare ya kutokufungana, na sisi hapa tunakupatia tathmini nzuri fupi ambayo imejaa ukweli wote ambao tuliushuhudia kwenye dakika 90. Turejee kwako Dominic Salamba, Chifu Nzobani kama Zumfela. Kiwango cha muamuzi leo kimekuridhisha kwa kiwango gani, na maamuzi yake yako matukio litafsiriwa kana kwamba muamuzi aliteleza hivi? Goli ambalo lilileta utata kidogo, kwako ni clear goal ama ni clear offside? Binafsi kwanza nichukue nafasi hii kuweza kumpongeza mwamuzi Mwinchui. Amefanya kazi kubwa sana tofauti na wengi ambao walikuwa wamefikiria. Sawa. Amefanya kazi kubwa sana kwa sababu kwanza mechi yake ya kwanza watu wengine pengine angekuwa na pressure kubwa, lakini ameweza kuhold, akaweza kushusha pressure na kuweza kufanya maamuzi bila kutumia hisia. Kwa binafsi ni kama ningesema niweze kutoa alama, nampatia alama 90 ya 100. Kafanya kazi kubwa sana kwa sababu ni mechi ambayo kwanza mechi ilikuwa na pressure. Kuna wakati wanakujia wachezaji na wanakulazimisha uweze kutoa yellow card kwa opponent, lakini bado alisimama kwa mimi kwamba lina nafasi kama mwamuzi ya kuweza kuonya. Uliweza kuona kwa issue ya Damaro aliweza kuonya, issue ya Olemba aliweza kuonya. Kwa hiyo binafsi kwa upande wa Mwinchui sina shida naye. Changamoto yangu ipo kwa line 1 na line 2. Kwa sababu hata goli ambalo nazungumzia limekataliwa, ile sio maamuzi ya mwamuzi wa kati. Yes. Mwamuzi wa kati anakuwa anaangalia mwamuzi wa pembeni. Yeye ndio anaanza kuona kama ilikuwa ni offside au sio offside. Ndio goli kifungwa lazima angalie kulia au kushoto. Kwa hiyo ni kosa la line 1. Ile haikuwa offside. It was clear goal ambayo Simba itakiwa uweze kupata leo. Ilikuwa ni goli halali ambayo Simba walitakiwa kwa sababu ule mpira kabla haujapigwa, ukimwangalia mfungaji Mwalimu alikuwa yuko onside. Yes. Kwa hiyo ameanza kumove baada ya walinzi wa Yanga kwanza kukimbia. Mwamnyeto alikuwa anataka kuitengeneza offside trick. Yes. Kwa hiyo akawa amechelewa. Kwa hiyo it was clear goal kwa upande wa Simba. Lakini pia waamuzi wao pembeni tena wameweza kuinyima Yanga nafasi ya wazi. Yeye na nafasi ambayo Dube alikuwa anakwenda kumwona golikipa. Haikuwa offside. Ilikuwa ni clear chance ambayo Yanga pia itakuwa kuweza kuona. Kwa Yanga wamenyimwa nafasi ya wazi, Simba amenyimwa bao. Na hayo makosa yote huwezi kumlaumu Mwinchui. Ni makosa ambayo muamuzi wa kati lazima apate mawasiliano ya line 1 na line 2. Lakini kwa maana ya katikati kafanya kazi iliyotukuka. Binafsi ndio refari bora wa dabi ambaye mimi nimewahi kumshuhudia kwenye siku za karibuni. Hana miemko, alikuwa anakimbia kwenye matukio, alikuwa na utulivu kwenye kuzungumza, alikuwa yuko charming na alikuwa ni friendly kwenye mechi kubwa ambayo ile inasaidia kuweza kupunguza pressure ya wachezaji. Amini kwamba ni mechi ambayo Simba alikuwa anataka lazima ashinde. Yanga anataka aongeze gap la point. Kwa hiyo haikuwa mechi rahisi. Kwa binafsi man of the match kwa pande wa leo hii ni mwamuzi, kafanya kazi nzuri, lakini kama kuangushwa kwa asilimia kadhaa, ameangushwa na line 1 na line 2. Na kwa sababu kitu kingine, hakuna VAR. Kama palikuwa na VAR, pengine angeweza kuomba extra decision kutoka kwa VAR. Lakini akishaongea Salum Mpanga, akinyoosha, akisema ni offside, mwamuzi wakati hauna cha kufanya. Lakini kubwa zaidi ambayo inatakiwa uweze kulifikiria, unapoona match, man of the match anakuwa ni golikipa, maana yake mlikuwa mmeshika long mkononi. Okay. Kwa hiyo wala unaje kuamini kwamba Simba na Yanga nani kacheza vizuri. Ukiona man of the match ni golikipa, maana yake mlikuwa mmeshikia roho mkononi. Kwa mara ya kwanza Simba was supposed to get 3 points. Yanga amepata pointi moja ambao wanatakiwa waende kuishangilia na kuifanyia sherehe. Yes. Yanga pointi moja ambayo wameipata, wanastahili kwenda kuishangilia kweli kweli, na kuhakikisha kwamba wanafanya sherehe ya kula kunywa, wasaze wapige na muziki kuisherekea. Hayo ni maneno ya Dominic Salamba, Chifu Nzobani kama Zumfela. Bado tuko na wewe sako kwa bako, unaendelea pia kuselelea matangazo mazuri kweli kweli. Naomba nikupitishe kwenye kurasa za message ambazo nyingi zinatumwa nawe pia mtazamaji pamoja na msikilizaji wetu. Anaitwa Carlos Chacha, kama kweli Simba waliloga basi mganga wao ni fundi sana. Hivyo ndivyo ambavyo amemaliza. Azori Gerere anasema ya kwamba tunataka kuona offside. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Lakini Thomas Philippe anasema yani marefa wa kwetu hawana umakini kabisa, wana shida sana. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Tino Mlinga anasema kesho refa hana kazi.
Hivyo ndivyo ambavyo anasema. Lakini huyu Abdurazaki anasema maneno kesho yaanze mtaani sasa. Hivyo ndivyo ambavyo anasema. Bana, nyingine anasema kweli kaka, kweli nini sijajua. Dani anasema Simba ina wachezaji wakubwa mno. Emmanuel Boyce anasema chawa wa Yanga, vipi leo? Naona mko chali kweli kweli. Sawa. Thomas anasema anasema ukweli. Nani anasema ukweli? Huenda atakuwa ni Dominic Salamba. Na huyo anakuambia Cisco na Salamba leo mmepooza, timu yenu imebebwa. Timu gani tena hiyo? Sijajua ni timu gani anazungumzia. Pia tayari sana hiyo. Labda kama Mtibwa ilicheza sina taarifa, sababu mimi natokea Morogoro na Mtibwa ndio chama langu kule nyumbani Morogoro. Anasema umesema ukweli. Thomas huyu amesema hivyo, lakini Pino Mjato anasema ya kwamba Salamba leo umebebwa, goli walilofunga Simba ni halali. Salamba leo mmebebwa. Salamba leo mmebebwa. Abdurazaki anasema kikubwa ni kushindwa. Kila timu ina wachezaji wakubwa, ila bado Simba ni chakula kwa Yanga. Kuna mmoja hapa anaitwa Alidi Juma kutoka Sweden. Anakuambia ushindi ulikuwa muhimu wa Simba. Okay. Kwa tunapata mtu yani au mfuatiliaji kutokea Sweden. Najua kule nina watu wengi sana. Wakina Shan Rashid wako kule, lakini pia ndugu yangu bwana Kombo Kibati yupo kule, na watu wangu wengi wa nguvu wako kule. Na wenyewe pia wamekuwa wakitufuatilia kutokea Sweden. Kwa hiyo sio tu wewe ambao uko Vikindu, sio wewe ambao uko maeneo ya Malela, sio ambao uko Swi Mkuranga na wapi na Muhonda kule Morogoro, lakini watu wanachingua TTC na maeneo mengine ambayo nimepita, lakini mpaka watu wa Europe, lakini sio hao tu, mpaka watu wa kule Syria pamoja na Iran bado wanaendelea kutufuatilia. Anaitwa Sila Saidi anasema mna pointi ngapi kwani? Hivyo ndivyo ambavyo anasema. Lakini Sharifu Safu anasema kutoka Kigoma, Simba tunaendelea kulia na marefa wa Bongo. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Boaz Leke anasema tumeshindwa kutumia nafasi. Lampard Saleh huyu anatokea Mozambique. Kaandika mara mbili, anasema nawapata nikiwa Mozambique. Unaona Mweda huku kwa utulivu, maana kuna Mweda, kuna Pemba, afu kienda mbele unaingia di Maputo kule chini kabisa mpaka na South Africa. Lakini huyu yuko pale Mweda akiwa anatupata kwa ukaribu kabisa. Huyu ni bwana Lampard Saleh. Na huyu bwana Karimu anasema uamuzi wa refa ni sawa. Hivyo ndivyo ambavyo yeye ameandika. Huyu bwana anasema timu yenu ni utopolo nyie. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika yeye. Hiyo offside mbona sijaelewa. Nielekezeni. Veronica huyo, Nicholas mwanangu huyu anasema hajaelewa offside, tumuelekeze mambo yalivyokuwa. Offside imesababishwa na kukosa mawasiliano kati ya mabeki wa Young Africans na Damaro ambaye ni namba 6. Okay. Kwa sababu wakati Anicet Oura kabla hajapiga ule mpira alidash kama anaupiga, ambapo mstari walikuwa sawa na Selemani Mwalimu. Kwa hiyo aliyesababisha ile iwe goli ni Damaro kwa sababu alidelay kutoka. Lakini baadaye mpira ulivyopigwa ndio kaenda. Ndio maana kama ukiangalia vizuri alivyoenda kulalamika Djigui Diarra hakulalamika offside. Alalamika kwa Selemani Mwalimu ameushika mpira. Kwa sababu Diarra yeye alikuwa anaona kabisa ile line kwamba Mwalimu hakuwa offside. Kwa hiyo ukiangalia vizuri unaona pale ni Damaro Kamara amedelay kutoka, amesababisha ile iwe onside na baadaye ikaja kuwa goli. Tomaji Djigui Diarra akaenda kulalamika, anaonyesha ishara ya mkono kwamba Selemani Mwalimu kaushika na wala si offside. Na macho yako yaliona wewe Katalambura, kwa niaba labda ya watazamaji wetu hapa wapate vizuri, ni kweli Suleiman Mwalimu Gomez aliushika mpira kabla ya kuweka kwenye kimia? Hakuwa ameushika ule mpira. Hakuwa ameushika. Na kingine unaweza ujue kuna tunapozungumzia makosa kibinadamu kuna vitu viwili. Kuna issue ya muda na ile tunasema na direction ya mwamuzi. Mwamuzi akimbii tu kiwanjani, anakimbia kwenye engo. Sawa, nafikiri Kadege siku atakusaidia kupatia mwamuzi ukimbii tu kama faru. Mwamuzi anatakiwa ukimbie huo unaangalia engo zote za kiwanja. Wanasema unakuwa unakimbia diagonal. Yaani hauendi katikati. Unakaa katika maeneo ambayo uweze kuwa rahisi kuweza kuona eneo. Hasa ukiangalia kwa mazingira ya ile movement ambayo ilikuwa imetokea, mwamuzi alikuwa anaangalia after rebound nini kitakwenda kutokea.
na kama alikuwa ameushika au hajaushika ni ngumu kuweza kuona kwenye lile eneo, kwa sababu nilikuwa tukio ambalo over milliseconds. Mpira umepigwa, kipa amepangua, within no time mpira mkondo umetoka. Kwa hiyo wakati mwingine makosa kama yale sio rahisi kwa mwamuzi yoyote kuweza kuyangamua, sio rahisi. Na ndio maana pakapa na VAR sasa. Ni makosa ambayo mwanadamu hawezi akaona, sababu ni makosa ambayo katika spidi kubwa. Kitu tunachozungumzia ile movement ya pili sasa ambayo kuja kufanywa na mpaka nafikiri na Mpanga akaamua kuwa offside. To be honest, haikuwa offside, ilikuwa ni clear goal ambalo Simba walikuwa wanatakiwa kuweza kupata katika mechi ya leo hii, na ndio lingesimama kwa goli pekee, kwa sababu Yanga hata sidhani kama walikuwa wana on target zaidi ya 3 au 4, kwa sababu leo walikuwa kwa down muda wote. Kwa nafikiri leo tuwapongeze Simba, wamefanya kazi nzuri sana, na pengine wameanza kurekebisha makosa ambayo walikuwa nayo, lakini kubwa tu ni kuendelea kutengeneza consistency kwenye kikosi, sababu kikosi chao kilijitoa zaidi ya uwezo wa kawaida. Waliweza kupambana, walipunguza makosa kwa sehemu kubwa sana. Angalia kasi ambayo alikuwa nayo leo mtu kama Nixon Kibabage katika eneo lake, angalia discipline ambayo alikuwa nayo mtu kama Nixon Kapombe katikati, Luciano Delok pamoja na Spanish Traore walikuwa bora sana. Yusuf Kagoma ukija kwa na Kante walikuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo Simba walikuwa kwenye piki ya ubora, wakawa wanapambana na Yanga ambayo inapambana kwenye mfumo ambao sio mfumo wa kiuchezaji. Kwa hiyo Yanga imeathiriwa moja kwa moja na aina ya game plan ambayo imeingia nayo. Kwa binafsi mimi leo nakwambia kwamba tuwapatie kongole Simba, na pengine leo hii kwa tuweze kuwapongeza kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana. Haikuwa rahisi, lakini kweli watu ambacho walikuwa nakitafuta pengine ungeweza kukipata. Levo Kasesa anasema anaofuatilia ikiwa Dubai, hakika mpo vizuri sana. You are very professional. Siwezi kosa uchambuzi wenu. Hongereni sana. Mnafanya kazi nzuri sana. Big up. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika. Lakini Sudi anasema jamani marefa wameupiga mwingi, tusiwalaumu. Ndivyo ambavyo ameandika. Lakini huyu anasema ya kwamba mwamuzi alikuwa vizuri sana, ila maladhimini wake wote wa kulia na kushoto ndio ambao wamebolonga mchezo. Anaitwa Hamisi Filipo. Saidi anasema walishazoea saizi Simba ya moto kweli kweli, mpaka tunanyimwa goli jamani, mbona offside? Tumeshindwa kuelewa. Hivyo ndivyo ambavyo anasema. Lakini Salim Juma nawapata nikiwa Oman, Simba tumezulumiwa jamani. Hivyo ndivyo ambavyo anaandika. Lakini Charles Imri anasema ndo mpira huo, lakini marefa wa kibongo wapunguze kutukatili. Marefa wa kibongo bwana, wanawakatili Simba. Haya bana, message ziko nyingi kweli kweli, muda si rafiki unaendelea kututupa mkono. Mimi jina langu naitwa Nicholas Johnny Dominic Salamba, niko naye hapa, lakini Yusuf Katalambula bado tuko hapa. Nafikiri tumalizie kwako Chifu Nzobane kama Zumfela. Baada ya kuona haya yote, Simba sasa anakuwa amepitwa alama 6 na Young Africans 5, alama 5 na Young Africans. Na ukitazama ubora huu wa Simba, nafikiri unaona kabisa bado mbio za ubingwa ni mbichi kweli kweli, ama anaweza kukatiwa tamaa mapema hii. Nafikiri moja ya makosa ambayo Simba watakwenda kuyajutia ni kutofanikiwa kushinda katika mchezo wa leo. Kwa sababu tunapozungumzia Simba walikuwa bora katika mechi ya leo, kwa sababu ni mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya kisasa. Na ilikuwa inatakiwa uweze kushinda ili kwenda kupunguza gap, kwa sababu alama ni alama 5. Kwa kama leo wangeshinda, maana yake walikuwa wanasogea mpaka kwenye alama 2 zingebaki. Kati alama 2 maana yake unaweza kusema mechi ya pili na nakutana naye tena, naweza nikascore nikapata alama 1. Sababu nakutana yeye kwa nini? Kisa cha kushindwa kupata ushindi maana yake wamfanya yani ile gap ibekee kuwa pale pale, alafu wote wana mechi na timu nyingine. Kwa sababu tunapozungumzia Yanga hii haikuwa bora leo hii, atulifai na Yanga dhidi ya JKT, atulifai Yanga na Dodoma Jiji au Yanga na Azam. Tunazungumzia Yanga na Simba, ambayo Yanga alikuwa kwenye pressure kubwa katika mechi ya leo, kwa sababu yeye anataka resist ili aendelee kushika rekodi yake ya kutokufungwa na Simba siku karibuni. Simba anataka aweze kupenetrate. Kwa hiyo sio kitu endelevu. Unaelewa sijui? Kwa hiyo uweze ukasema matokeo ya leo hii ndio yanaweza pengine akaenda kaathiri katika mechi nyingine, pengine hata kasi ambayo umeiona leo ya Simba pengine usione tena katika mechi nyingine. Kwa sababu leo ilikuwa ni game ya tofauti na waliingia kama hakuna game nyingine tena. Ni kama inapotokea ile mechi ya Simba na Dodoma Jiji, usifikiri Dodoma Jiji wale ndio kwenye kila mchezo unaofuata wanacheza katika ile intensity. Hapana, ile ilikuwa ni mechi maalum yenye malengo maalum. Wakati mwingine unakuwa unajitoa zaidi ya kawaida. Kwa hiyo leo hii faida imekwenda kwa Yanga.
kwa sababu bado ameweza kuretain gap ambalo ametengeneza, yani gap ambalo Simba amesababishiwa na watu wengine, sio na yeye. Sababu yale ni makosa ambayo Simba aliyafanya, yes, kwa Mtibwa, aliyafanya kwa Azam, aliyafanya kwa Dodoma Jiji. Hayo ni makosa ambayo ameweza kuyafanya. Kwa hiyo akija kuyarudishia kwako, maana yake unakuwa unafanya weakness. Sio, unaelewa? Kwa hiyo Yanga ameendelea ku retain yale makosa ya Simba dhidi ya timu nyingine tatu, ili yeye sasa atakapokutana na hizo timu apate matokeo, ili utofauti usije kuwepo. Kwa hiyo bado maana yake Yanga ipo kwenye faida. Na kwa sababu nilikuwa namwambia Mendulo kwamba Yanga kilichowasaidia ni kuwa na timu bora, hata kama walikuwa katika mbinu nzuri, kwa sababu kwa pressure ambazo walipigwa kipindi cha kwanza, kama una timu unga maana yake ilikuwa lazima uachie, ilikuwa no way. Lakini ule uwezo wa kuweza kuresist dakika 45 zote huku wakiwa wanafanya makosa na kurekebisha, lakini vile vile shukrani za pekee ziende golikipa wao. Sasa hizi tunapozungumzia Diarra anachukua 50% ya ushindi wa klabu ya Yanga. Yaani matokeo ya Yanga 50% yanachangiwa na uwepo wa Diarra tu peke yake. Kwa sababu kuna nafasi ambazo leo ameokoa, Daniel Shairi alikuwa ni magoli ya moja kwa moja. Sahi. Na uwezi ukawalaumu hata wapigaji. Yes. Utalaumu golikipa kutokana na kile ambacho ameweza kukifanya. Kwa mfano ile issue ya Olemba ilikuwa ni goli lile. Yeah. Amechagua sehemu sahihi, lakini kipa akaweza kujichanua vizuri kwenda kuweza kusiwa mpira. Angalia hii ya mwisho ambaye mpiga Mpanzu. Unaona ilikuwa ni unaweza kuona kwamba ni kitu kidogo. Mpanzu alikuwa mpeleka engo ngumu, ambao kipa kama angesogea huku ilikuwa ni clear goal, lakini kipa akaweza kuotea mikimbio na akajua kwamba kwa eneo ambalo lipo hili nikikaa hapa lazima mpira ataupige hapa, na mpira akapige pale pale. Maana yake sasa pale ni skills za ziada za golikipa, lakini uwezi ukamlaumu mfungaji. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye leo Yanga amewafanya watoke na alama moja ni golikipa, lakini kuanzia hapa Yanga inawapaswa wawe na alarming call. Ile swala kwa mimi kwamba ubora wao uko pale pale, si kweli. Ubora wa Yanga umepungua na unazidi kupungua kuja kwenye ubora ambao Simba wako nao. Yaani ubora wa Yanga unazidi kupungua na unazidi kupungua kwenda ambako Simba yupo. Kwa hiyo kama watakuwa wana wake up call, watakuja kustuka Simba ameshapita. Simba anaanza kuongeza kitu kwenye timu yake. Kwa hiyo ni lazima wajue kwamba haisaidii tu kuwa na Okero, kuwa na Buba, kuwa na Maxi, kuwa na nani, haitasaidia. Ni lazima uwe na wachezaji wazuri ambao uwafanye waweze kuwa na viwango vizuri, lakini pia ukiwa na mwalimu ambaye atakwenda kutumia mbinu bora za kufanya wachezaji wazuri waweze kumaintain uzuri ulionao. Sawa, ni kushukuru Dominic Salamba na Yusuf Katalambula kwa ushirikiano na kwa namna ambavyo tumelisongesha gurudumu hili na uchambuzi mzuri kweli kweli. Mimi toshe kusema message ni nyingi, na wapongeze wote ambao wamenitumia nilizosoma na ambazo sijazisoma. Mungu akitujali wakati mwingine tutakwenda kuzisoma na hizo ambazo hazikusomwa leo. Kesho nayo ni siku pia, tukutane muda na wakati mwingine. Toshe kusema wailalika, masalam.